Kamandi kuu ya jeshi Marekani imetangaza kukamilisha awamu ya 6 ya mashambulizi ikilenga Iran. Tumeshuhudia Islamabad Memorandum of Understanding ama MOU, Pakistan ikiwakalisha Iran na Marekani mezani ili kufikia mwafaka, wao wakiamini kwamba mazungumzo pekee yanaweza kufanya vita hii ikamalizika, lakini Mashariki ya Kati na ulimwengu ukarudi kwenye usalama. Tunaye Ibrahim Rahbi, huyu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tutazungumza mengi, lakini hasa haya yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Nini tukitegemee? Pakistan ilifanikiwa kuwaita hawa watu wakakaa chini, japo makubaliano na vipengele vimeendelea kuvunjwa hata kabla hizo siku 60. Sasa nini tuendelee kutarajia? Nani atakuja kuleta afueni walau ulimwengu utulie sasa? Maana ni kila kukicha tunasikia mapya. Marekani kafanya hivi, Iran amejibu mashambulizi. Kwa tutafahamu mengi hapa kutoka kwake Ibrahim Rahbi. Ibra, hawa ndugu wanaendelea awamu ya 6 sasa. Kamandi ya jeshi inajitapa, maana hii sasa wakituambia ni awamu ya 6 mashambulizi wanamaanisha nini? Ilitakiwa wakitupa awamu ya 6 watupe na matokeo, kwa sababu wanatupa namba. Kama wanatupa namba walitakiwa watupe matokeo kuwa awamu ya kwanza, ya pili. Maanake naweza kusema ni siku ya 6 mfululizo. Baada zile siku 6 tumepata nini? Muda mchache uliopita Donald Trump alikuwa anahutubia taifa. Swala la Irani ameligusia kidogo sana, na katika kile alichokisema inaweza ikawa, unajua, mpaka juzi alikuwa ametangaza ushindi kwa Irani mara 38, na hii inaweza ikawa labda 39, yani kwa tumewashinda, yani kwa kutangaza. Sasa amezungumza kwa nadharia hiyo tu kuwa mambo yetu ndani ya Irani yanakwenda vizuri na tuko kwenye nafasi nzuri na tumepata vitu vingi vizuri. Matokeo na kile kinachotajwa na Donald Trump hakiakisi ukweli ambao tunaishi nao, kwa sababu natuambia tu CENTCOM wanatupa taarifa kuwa wamemaliza wave ya 6. Walitapaswa tupe matokeo ya wave ya kwanza, ya pili, ya tatu, kuwa ya kwanza ilikuwa hapa, ya pili tukasogea hapa. Sasa tumefika ya 6 ndio tunaenda kutatua tatizo. Lakini sasa ukienda kutafuta kuwa je, tunaelekea, kwa hiyo tunarudi duniani kwa sababu vita hii imeathiri ulimwengu. Unaenda unachungulia kuwa bei ya mafuta imeshuka. Jibu utaolipata kuwa inakwenda. Yani inapanda. Gesi ndani ya Marekani, kote duniani inapanda. Sasa hizi wave zimekuwa kama namba. Ndio kitu tunakwambia kuwa yani kitu pekee wanachotuletea ni kutupa namba. Tumefanya mashambulizi 140, mashambulizi 300, mashambulizi 100 ngapi. Ni kitu kimoja ambacho tunakizungumza mara nyingi na wachambuzi wengi wanakubaliana na hili kuwa hii sio vita ya kugombea madaraka, wala sio vita ya kugombea sijui kitu gani, lakini hii ni kujaribu kudhibiti eneo la kimkakati. Sasa mnakutana kugombea eneo la kimkakati mkiwa katika mzozo, yani katika vita. Marekani hayuko kwenye nafasi nzuri sana ya udhibiti wa 100% ya Hormuz, hata kama atatumia nguvu kiasi gani, hayuko kwenye udhibiti. Hata kama Marekani atafanikiwa kushikilia mfereji kama ilivyo Irani hivi sasa, yani katika hawa wawili hakuna mmoja anaweza akaumiliki huu mfereji kwa usalama ili mwingine asiuguse kwa lolote, haiwezekani. Hata Marekani akitumia nguvu zote, akavuta jeshi, akahakikisha yeye sasa anaushikilia mfereji wa Hormuz, bado meli hazitokuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu ni tishio tu linalotosha kuitoa meli. Sio kuwa tunaenda yani sio kuwa tunatuma vikosi viende vikakamate mabaharia. No, ni tangazo tu la tishio tu kuwa ukipita tutakushambulia. Inatosha kumfanya mwenye meli asiingize meli yake. Inatosha kuyaogopesha makampuni ya bima kuweka fedha, yani kuweka dhamana yao kwenye meli ambayo unaambiwa kabisa ukivuka tunakushambulia. Hakuna ambaye ataweka pale. Kwa hiyo kati ya wawili, kati ya Marekani na Irani, hayupo ambaye anaweza kushikilia huu mfereji ukawa salama vile anavyotaka. Haiwezekani. Kwa hiyo kile walichokisema Pakistani kuwa rudini kwenye meza ndio njia pekee ambayo inaweza ikatatua hili swala. Nafikiri umemzungumzia hapa Donald Trump na ukisema amefanya mazungumzo akihutubia, lakini kwa nini linapokuja swala la mlango bahari wa Hormuz Trump anaonekana ni kama mtu asiye na msimamo? Kwa nini? Kuna vitu vingi vinakufanya uwe hivyo. Nadhani kwenye hotuba yake hii
ametoa kama ishara kwa nini Trump amekuwa hivyo. Amezungumza sana kuhusu uchaguzi ujao. Hapa mwezi Novemba kuna uchaguzi wa Marekani wa nusu msimu. Sasa kwa hali ilivyo ndani ya Marekani, upepo hauko sana upande wake, na hii yote inaakisi kuwa kuna kile unaweza ukakisikia, lakini kuna kile unakiona. Wamarekani wanaishi kwenye maisha ambayo pia sisi tunayaona, kwa sababu leo hii ukienda kujaza mafuta wala hata huhitaji kusimuliwa kwa nini tumefika hapa. Ile bei ya mafuta utaikuta wewe mwenyewe, utajua tu kwa nini tuko hapa. Kwa hiyo utaona vile vitu, kwa nini tuko hapa, kwa sababu kile kinachoendelea. Kwa hiyo ndani ya Marekani pia maisha yamebadilika. Trump anaanzisha vita hii, galoni ya mafuta Marekani ilikuwa ni dola 2.77 galoni, ambayo inakuwa ni kama lita 3 plus. Leo hii ndani ya Marekani pia na wao wananunua galoni kwa dola 5 na nukta huko juu. Kwa hiyo huambii yani kuwa yani kile wanachokabiliana nacho wanakutana nacho. Tathmini inaonyesha kuwa kila kaya ya Marekani matumizi kutokana na mabadiliko ya nishati imeongeza dola 5,000 kwa mwaka katika matumizi yao. Ni fedha nyingi pia hata kwao. Ni fedha nyingi. Kwa hiyo huo uchaguzi unakuja. Ndio maana Donald Trump kwenye hotuba yake amezungumza sana kuhusu uchaguzi, kazungumza kuhusu China na kuiba. Kwa hiyo linapokuja swala la Hormuz ndiyo matokeo yatampa kwenye uchaguzi wa nusu msimu, kwa sababu Donald Trump aliweza kuwashinda Wademokrati kwenye uchaguzi uliopita katika ile nadharia aliyojinasibisha kuwa mimi ni rais wa amani. Tumechoka Marekani kuwa na vita zisizoisha huko nje, tunataka tutoke turudi, hatutaki vita na yoyote. Lakini katika mwaka mmoja yeye ameshambulia nchi 9. Katika mwaka mmoja kapiga nchi 9. Tazama wakati anafanya kampeni zake za kura, alikwenda hadi kwenye miji ile na Waarabu wengi, kwa sababu ulikuwa kuna mzozo mkubwa wa Gaza. Alikwenda kwenye miji akawaambia, mimi ndio nitaleta amani kwenye nchi zenu, hakutokuwa na vita. Jamii kubwa ya Waarabu na Waislamu walio Marekani walimpigia Trump kwa kuamini Trump ndio atakayekuja kulitatua hili. Na hata makubaliano yaliyochukuliwa kati ya Israeli na Gaza yalisainiwa kabla ya siku 2 Trump kula kiapo, na wakasema haya ni kwa ajili yake. Kwa hiyo alijinasibu kama rais wa amani. Sasa ilivyokuja mambo yakageuka na maisha yamegeuka. Kwa hiyo anachokitafuta hivi sasa ni kujaribu kupoza nguvu kwenda kwenye uchaguzi wa mwezi wa 11, ambapo kuwa utakuwa na uchaguzi sasa wa maseneta na wabunge nusu msimu huo. Wakati wanaingia Trump na Republican yake, uchaguzi uliomalizika, Republican walishinda chemba zote mbili, yani walichukua ya chini na ya juu, yani wanamiliki Congress na Senate. Sasa kura sasa zinaenda kufanyika, maana yake wenyewe masenate sio kama uchaguzi unavyofanyika wenyewe, kuna muda ukifika unafanyika. Kwa hiyo ikiwa yatatokea mabadiliko, chemba mbili zikabadilisha uwezo, maana yake sasa hivi wana udhibiti wa chemba mbili, lakini katika udhibiti wa chemba mbili za Republican bado kuna wakati kuna mambo mengi wamepingana na Trump na wakapiga kura na wakaamua na akawashutumu, ikiwemo swala la vita ya Irani. Juzi walipiga wakaamua kuwa haiwezekani kuendelea bila amri yetu, licha ya kuwa ni wenzake. Sasa pale watapodhibiti chemba zote mbili, hofu ya Trump kuwa wanaweza wakamwajibisha. Awamu yake ya kwanza walimkosa kwenye kadhia ya Ukraine, kama nakumbuka kwenye kesi ya Ukraine, wakati speaker alikuwa ni Nancy Pelosi, walimuimpeach dakika za mwisho, Senate ikamlinda kwa sababu ya kulinda chama. Kwa hiyo anafahamu kuwa matokeo ya kupoteza chemba hizi mbili ni matokeo ya yeye kwenda kushtakiwa. Anachokitafuta hivi sasa kuwa kama anaweza akawasukuma Irani kwa nguvu zote, angalau wakaja kukaa kwenye meza wakawa hata 50-50, yani nipate upate, anaweza kuja kujitetea kabla ya uchaguzi. Kuwa naweza nikajitetea kuwa nimekaa kwenye nafasi. Lakini kwa hiki kinachoendelea na Irani walivyomuingiza kwenye MOU ya 14 vifungu 14, alikwisha nasa kuwa hakuwa yani kwenye nafasi nzuri, kwa sababu hata kila akijaribu kujitetea kuwa tumeenda vizuri, watu wana akili wanaona kuwa wewe umenasa sana. Kwa sababu mpaka wanakuja kabla hamjafika kwenye mazungumzo ambao ulituaminisha. Maana yake aliingia kwenye vita kwenye kile anachokisema kuwa tulikuwa tunahofia Iran itakuwa na nuclear. Maana yake kuwa mpaka wangeenda kwenye uchaguzi kwa mchezo wa Irani ulivyokuwa, bado wangekuwa hawajazungumza nuclear. Rugby, tumeshuhudia maseneta wa Democratic wakionyesha upingani wa wazi na mkali, wakisema juzi nimeona wamekataa kuidhinishwa kwa bajeti ya ulinzi, wakisema hakuna mkakati unaoeleweka wa kumaliza vita. Yes. Sasa kama kuna upinzani mkali ambao Trump anaukabili ndani ya nchi yake na bado huku hamalizi vita, ni nini kinampa hicho kiburi? Anajiamini ama nini anataka?
Vyote ni muhimu kwake, yaani vyote ni vitu ambavyo vinakwenda. Yote kwa pupa ukosa, anaweza kakosa yote. Unajua vyote ni muhimu, na ukitafuta hili la Trump sasa linaanzia mbali, yaani utauona mnyororo unatoka nyuma kabisa. Juzi alikuwa anaongea na vyombo vya habari makamu wa rais JD Vance. Alitaja vitu viwili ambao alivizungumza sana. Alikuwa anaongea na podcast moja. Alitaja vitu viwili ambao sana alivizungumza. Alizungumza kuhusu faili za Epstein ambazo wachambuzi wengi ndani ya Marekani wanakubaliana kuwa faili za Epstein ndio zina link vita hii. Akakiri kuwa Epstein alikuwa na uhusiano na Israeli na Marekani na Mossad na CIA. Amekiri JD Vance katika hilo. Sasa ndani ya Marekani wengi wanakubali kuwa Trump ambaye alitajwa mara nyingi sana kwenye faili za Epstein. Unajua Trump kwenye zile faili za Epstein ametajwa mara nyingi kuzidi hata Jesus kwenye Bible. Yaani jinsi alivyotajwa kwenye faili za Epstein ametajwa mara nyingi kuliko mtu yoyote, na baadhi ya picha na video zikamwonyesha Donald Trump kuwa amehusika moja kwa moja. Sasa wengi wanaamini kuwa zile faili ndio zilikuwa kama blackmail, yani ya Donald Trump kuelekea kwenye vita, wanamlazimisha, na huenda wameficha baadhi ya taarifa nyingi. Sasa blackmail, ni nani ana blackmail mwenzie hapo kwenye hizo faili za Epstein? Yeah, sasa unarudi kwenye kauli ya JD Vance kuwa kina nani walikuwa wanahusiana na Epstein. Kwa hiyo utakuta kuna Mossad, kuna CIA, kuna Israeli, kuna AIPAC ambao hao ndio walikuwa wanahusiana kwa mujibu wa kauli ya makamu wa rais aliyoisema. Akasema kitu cha pili kuwa hivi sasa Israeli inatoa fedha nyingi kuleta ndani ya Marekani kuwapa viongozi. Anasema wanapewa watu anataja kama maseneta, wabunge, ili wamshinikize Donald Trump abaki kwenye vita. Hiyo ni kauli ya JD Vance, sio ya kwangu, ndio alizozisema. Sawa. Sasa chukua hizi kauli zote halafu uelewe kile Trump anachotaka kukifanya. Trump anataka yani ajinasue kila sehemu, yani kila sehemu atoke kuwa nikitoka hapa niwe salama hapa, nikitoka hapa niwe salama hapa, nikitoka hapa niwe salama. Ambalo ni gumu, ni lazima kuna sehemu utapoteza. Yani huwezi kupata vyote, ni lazima utapoteza. Sasa kwa nini Israeli wanatoa fedha kuleta huku ili Marekani ibaki kwenye vita? Unakaa unajiuliza kwa nini Marekani? Kwa sababu hapa kuna mafahari wawili waliingia vitani pamoja. Yani kulikuwa kuna Netanyahu na Donald Trump, wakaingia pamoja kwenye vita moja ambao wote walikuwa na malengo tofauti. Yani kila mmoja aliingia na malengo yake. Karibu malengo yao wote yalikwama. Hakuna ambaye alitimiza lengo. Kwa sababu kulikuwa kuna regime change ambayo ikafeli. Kulikuwa kuna kudhibiti makombora ya Iran ikawa imepotea pembeni, kudhibiti nyuklia ya Iran ikawa kusaidia wale proxy wa Iran. Hizi ndio agenda 4 ambazo ziliwaingiza kwenye vita kwa pamoja. Israeli walichofanikiwa kwenye ile regime change, waliua Khamenei, yani kuwa tunamuua kiongozi wa nchi ile, katika moja ya vitu ambavyo walikuwa wanavitaka. Sasa katikati ya safari vyote havijafanikiwa, muda unaenda unawawakia kuwa si muda tena, mlitakiwa mfanye hiki kitu ndani ya muda huu na mmalize muda huu, alafu mpate matokeo wote mrudi kutamba. Wamekwenda mpaka muda ambao walitakiwa kufanya, wamekwenda hawajafanikisha. Sasa wanarudi tarehe 27 ya Oktoba, kuna uchaguzi wa Israeli. Mpaka jana anajiuzuru mbunge wa mwisho kutoka chama cha Likud, ikatoa ushindi wa wazi wa kina Gadi Eisenkot ambao sasa sio Likud hao, yani wapinzani wa Netanyahu, ushindi wa wazi bila kushirikisha vyama vya Kiarabu kwenye uchaguzi. Kwa sababu kabla ya hapo, hata kama uchaguzi ungeenda, ingebidi waombe wabunge kwenye vyama vya Kiarabu vya Israeli kuwa leteni kwenye muungano tupate wabunge 61, lakini mpaka jana hawahitaji hata wanachama wa Kiarabu, wao wenyewe tayari wamemshinda Netanyahu. Sasa Netanyahu huu uchaguzi hautaki, nataka vyovyote usifanyike. Ndio tunapeleka pesa Marekani, turudi kwenye vita ili uchaguzi usifanyike. Trump, namalizia hapo. Trump yeye, hii vita ikiendelea, yeye anakwenda kupoteza, kwa sababu matokeo ya mwisho ya ndani ya Marekani yanawaumiza wa Marekani. Kuwa unapobaki kwenye vita huku, sisi nishati inapanda na hali inakuwa ngumu. Kwa hiyo mafahari wawili katika malengo mawili tofauti, na ni lazima mmoja apoteze au apoteze wote. Mara nyingi umekuwa ukizungumza kuhusiana na Marekani kukiuka makubaliano kwenye yale 14 yale. Pengine kwenye hayo makubaliano ni lipi ambalo lilikiukwa nafanya hivi vita ishindikane mpaka sasa? Lakini nilikuwa naangalia pia ukishikilia msimamo wakati fulani kuhusiana na Israel kwamba amekuwa kikwazo cha amani kati ya Iran na Marekani. Israel anafaidika vipi wakati huu ambao Marekani na Iran wanapigana moja kwa moja? Nimesha kujibu kupitia neno ya JD Vance. Kwa nini hataki? Kwa sababu hapa kuna serikali ya mrengo wa kulia ambayo inajaribu kujinusuru
kwa njia yoyote. Wakati wa mzozo wote wa Gaza, kesi za Netanyahu zote zilisimama. Wakati wa mzozo wa Lebanoni, kesi zote zilisimama. Yani kunapokuwa na mzozo, yani kunapokuwa na vita ndani ya Israel, vitu vingi vina stop, havifanyi kazi, ikiwemo mahakama, ikiwe shule zinafungwa, ikiwe. Kwa hiyo serikali ya Netanyahu inapata nafasi ya kupumua. Kwa hiyo pale wanapobaki kwenye vita, huenda wakapata chochote, kwa sababu leo ikitokea mfano vitu viwili vikatokea, Irani wakakubali kusema kuwa tumekubali kuwa tutapeleka nini, naweza kusema ile process yao ya urani, wakasema tunaipeleka zero, yani tunaharibu miundombinu yote ya nyuklia, au Irani wakakiri hilo, huo ni ushindi kwa Netanyahu kwenye uchaguzi ujao. Sasa anawezaje kufanya hivi? Ndio kile unamwambia Marekani, rudi vitani. Marekani, yani kile ambacho Israel wanaamini kuwa Marekani bado ina uwezo mkubwa sana wa kubadili matokeo ndani ya Irani kama na hilo mimi nakubaliana nalo kuwa Marekani ana uwezo wa kubadili ndani ya Irani, lakini kwa gharama kubwa sana dunia itayolipa, kitu ambacho Marekani hakitaki. Kuwa tunaweza tukaenda tukabadilisha, tukawaua, tukabadili kila kitu, lakini gharama ambayo dunia italipa ni kubwa. Sasa Israeli hawajali gharama ya dunia, ila wanaamini nguvu ya Marekani, naenda kafanye, mradi sisi tutakuwa tumenusurika na hilo wanaliona. Sasa umeniuliza kifungu gani kilichosababisha hiyo? Kifungu cha 5 pekee ndio kinasumbua. Kifungu cha 5 kinasema kuwa baada ya hii MOU kusainiwa yenye vifungu 14, yani baada ya haya kusainiwa, Irani kupitia IRGC jeshi lao itaratibu shughuli nzima ya upitishaji wa meli salama kutoka mlango wa bahari wa Hormuz, kuanzia pwani ya Irani mpaka pwani ya Omani. Sijui unaelewa? Wakati wanaanza kutekeleza hili na Irani ikaanza kuratibu, ikatoa address kwa meli zote, wakaambiwa kuwa mnatakiwa mfanye maombi yenu kabla ya saa 48 na hivi na hivi. Marekani akaenda Omani, akafungua njia ya pili kupitia Oman. Ndio ugomvi ulianzia. Akaambiwa rudi kwenye MOU. MOU haitaji yoyote, hata Omani haijatajwa kuratibu shughuli. Iliyotajwa ni IRGC kuratibu shughuli. Kwa hiyo hizi vurugu tunarudi tunaiharibu ile MOU, inakuwa wanasema kama Trump anasema tumeivunja, haipo, halafu tunarudi tunapanga upya. Kwa hiyo unaweza ukachezesha vifungu ili angalau uje Marekani anajua kwa hawezi kupata matokeo kwenye hili, ilo analijua, lakini tunalazimisha kuchezesha ili tupate makubaliano mapya. Makubaliano mapya yanaweza angalau ukaona na wewe athari umeipata. Unajua Irani anaweza kuhisi kuwa na mimi nimeathirika kiasi, kwa hiyo hebu punguza kitu kimoja. Kwa hiyo unajaribu kupunguza kitu ili tuje tukae vizuri, kuliko hivi sasa wewe unataka vyote. Haiwezekani. Ndio maana unaziona hizi furugu zinakuwa. Ibra, tukushukuru sana, wakati hautatosha, tunao mengi sana ya kuendelea kusikia kutoka huko Mashariki ya Kati. Ni Ibrahim Rahbi, ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tumezungumza mengi, lakini hatujajua mwafaka utakuwa ni nini. Kila kukicha baada ya makubaliano lingine linaibuka. Hii ni Morning Trumpet, endelea kusalia nasi.